Jina naitwa Jumbe Lameck Jumbe, mwenyekiti SMAUJATA mkoa wa Kigoma, shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania, ambao tumejikita sana kwenye mambo ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa wazee, watoto, wanawake na makundi maalum. Tukio la leo ya Pilau Day, kwa kweli Mheshimiwa Baba Levo ni moja kati ya wabunge ambao kwa mkoa wetu wa Kigoma hajawahi kutokea wa namna hii. Yaani nafikia hatua mbunge wa namna hii wanamhitaji hata mikoa mingine. Tunaangalia hadi mikoa ya wenzetu, vijana wanamtaka mbunge aina ya Baba Levo. Wanawaambia hadi wabunge wao kwamba fanyeni kama anayofanya Baba Levo. Leo Baba Levo kabla ya hili ametuletea pikipiki vijana. Kuna vijana leo hii wanalipa pikipiki kwa siku shilingi 3000 ambao haijawahi kutokea. Umeona? Lakini ameamua kuleta hili, kula pamoja chakula na wananchi wake. Haijawahi kutokea. Ni vitu ambavyo tulivitamani, lakini wabunge walikuwa hawatupi ile brief ya kusema tuwe pamoja na wao, lakini walikuwa wanakuja wanafanya mambo yao. Baada ya miaka mitano tunaanza kuwaona, anakuja anaongea, tunaanza kuwaona. Sasa ile kweli ilikuwa haijakaa vizuri, ila huyu ameanza kufanya mambo hata bunge halijaanza. Ameanza kufanya mambo makubwa kama hivi, hata mshahara hajaanza kuupokea. Maana yake anaenda kutusaidia ili wananchi wake wa jimbo la Kigoma mjini tuenjoy na tufurahi. Hakuna kitu ambacho kimetugusa sisi leo wananchi wa Kigoma, kwamba ameenda kuomba kwa wadau milioni 103 kwa niaba ya kulipia wanafunzi ambao wameshindwa kutimiza ndoto zao kwenda vyuoni. Leo anaanza kuwalipia kidogo kidogo, kuwasaidia ili waweze kuenda kutimiza ndoto zao. Hatujai kupata mbunge wa namna hii. Kwa kweli sisi wana Kigoma, Kigoma mjini tunasema Mungu ambariki sana Baba Levo, na sisi kama wananchi wa Kigoma mjini na vijana na kijana mwenzetu, sisi tutampambania sana. Na tutapambana na tutahakikisha tutakuwa naye sambamba kwa hatua moja hadi hatua nyingine. Kwa namna alivyozungumza, kwanza amesema atagusa katika shida za vijana. Na bahati nzuri yeye huu mje anaujua vizuri. Yaani anaujua vizuri fika. Kwa maana yake zile shida zote ambazo sisi tunazo za vijana, yeye lazima pambane nazo na anazijua. Yaani anazijua. Kwa maana yake yale maeneo ambayo amegusa kututafutia vijana fursa, kuhakikisha tunakaa katika misingi iliyo mizuri, na nafikiri anaenda kuyafanya, wala sio muda mrefu. Ataenda kuyafanya. Amepunguzia hadi wazazi wale. Unajua unapoanza mwaka mpya wazazi wanakuwa wanasumbuka sana, ada, madaftari, uniform, mabegi, lakini ameona basi achukue akipunguze kidogo. Umeona? Apunguze kidogo basi ile gharama ya madaftari aibebe yeye. Kwa hapa nafikiri kila mwanafunzi anaweza kupata zaidi ya madaftari 10. Sasa unaweza kuona ni jinsi gani ambayo atakuwa amemgusa kila mwanafunzi. Amemsaidia kwa mzazi yoyote. Amemsaidia kwa sababu unapopewa mtoto wako unapopewa madaftari 10, 15, maana yake yanakusukuma kwa kweli. Yanakusukuma.